kiwikebe chekusira mbere omugosi. Haya, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake kwamba ameweza kuwa pamoja nasi. Tuko katika kipindi cha afya. Jana tulijifunza sheria za afya. Tuliona sheria ya kwanza ilikuwa ni chakula. Tukaona jinsi Mungu ambavyo alitupatia chakula ili tuweze, ikawa kama sheria ya kwanza. Akatoa sheria, akatoa chakula, sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni nafaka pamoja na matunda. Alafu baada ya dhambi tukaona Mungu akawapatia wanadamu mboga za majani ili waweze kula kwa sababu alikuwa amefukuzwa kwenye ile bustani. Tukaja katika sheria ya pili, tuliona ni mazoezi. Tukaona tuliposoma kile kitabu cha Mwanzo 2:13 tukasema kwamba Mungu alimweka huyo mwanadamu katika bustani ili yailime. Kwa hiyo tukaona kwamba mazoezi ni kufanya kazi na tukaona faida zake jana. Tunakwenda katika sheria ya tatu. Sheria ya tatu inasema maji. Sheria ya tatu inasema maji. Sheria ya tatu kwa kuwa ni maji, tunasoma katika kitabu cha Yohana 7:37. Aliyepata na asome. Yohana 7:37. Biblia ziwe karibu kwa sababu muda wetu unakimbia sana, sije tukapoteza muda. Asali tukolio mwalio ni tukoli byali nene Yesu akatenena agakwana nelyo giri nene akabo anyo montowe nerango kigache asenda anywe. Haya, nimesikia PC nasema erango. Rango ni nini? Basi. Kwa hiyo anasema kwamba mtu aliye na kiu na aje anywe. Kwa hiyo tunapokuja kwa Yesu tunaona kwamba tunapenda kunywa kwa sababu maji ndio kitu kinachohitajika. Katika afya tunaona kwamba maji ndio uhai. Na kwa kuwa maji ni uhai, na tunaona kwamba Mungu alipokuwa anaiumba hii dunia yetu ambayo tuko sasa hivi, formula aliyoitumia kuumba ulimwengu huu ni kwamba dunia hii ilikuwa imejaa maji. Hapakuwa na kitu chochote. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 1:1 inasema kwamba nchi hapo mwanzo hapakuwa na kitu chochote. Sasa kwa kuwa maji yalikuwa yamekaa katika uso wa nchi, Mungu akaanza kuumba siku ya kwanza vitu vyote vikitoka katika hayo maji. Alafu Mungu akayakusanya maji akayaweka sehemu yake. Alipoyakusanya maji, mengine yakaenda juu, mengine yakawa chini, ukiendelea. Alafu baadaye akayakusanya maji yakawa sehemu moja akaita bahari. Na ndipo tunaona kwamba maji yalivyo. Na jinsi Mungu alivyoumba mwili, jinsi ulivyosimama, tunaona kwamba ulimwengu huu 75% ni maji. Hata ukiangalia tuna bahari hizi kubwa, tuna Indian Ocean, tuna Pacific, tuna hizi bahari kubwa hizi. Ukiangalia ukubwa wake unakuta kwamba nchi kavu imebaki ni sehemu kidogo sana. Kwa hiyo sehemu ambayo imebaki ni nchi kavu ambayo sasa hivi tumekanyaga, kama mfano kama hapa katika ulimwengu mzima ni 25%, na 75 ni maji. Vivyo hivyo wewe unapokuwa umesimama, 75% kwako wewe jinsi ulivyo ni maji. Ndio maana unapokwenda hospitali, mtu anapokuwa mgonjwa, madaktari wanafahamu, mtu anapokuwa mgonjwa sana, unapofika hospitali haujiwezi, daktari anaangalia maji kwanza kabla ya kukutibu. Anaangalia maji. Akikuta maji unayo, ndipo anaanza tiba, kwa sababu anajua uhai wa mtu unatokana na maji. Na kwa hiyo maji ni uhai. Kwa hiyo 75% za mwili wako ni maji. Unapofanya mikono hivi ni maji. Unapotazama macho hivi, unavyofanya macho yanazunguka hivi ni maji. Tunapoongea hivi, huwezi ukaongea ukiwa huna maji. Mate yaliyoko kwenye mdomo wako yanafanya, hayo ni maji.
ili uweze kufanya kitu chochote ni maji. Kwa hiyo maji ni uhai. Kwa hiyo maji yanahitajika sana katika mwili wetu, ndiyo maana yako 75%. Sasa shida tulio nayo, ndio maana tumekuja kujifunza hapa, tunahitaji tunywe maji ya kutosha, na hayo maji tunapokunywa ya kutosha, pengine yanaweza akatutibu hata badala ya kuenda kutafuta dawa za hospitali ama dawa zingine, kwa sababu maji ndiyo uhai. Na kwa kuwa nilivyoeleza kwamba maji ni 75% katika miili yetu, inahitajika kila siku tunywe maji gilasi 8 kwa siku, ambayo maji inahitajika tunywe tukiwa na afya tu nzuri. Lakini mpaka sasa hivi, ikiwa tutaanza kuuliza kwamba je, umekunywa gilasi ngapi mpaka sasa hivi, utakuta kuna mtu hajanywa maji hata gilasi 1, utakuta mwingine ana gilasi 2, utakuta mwingine ana gilasi 3, mwingine hana kabisa, mwingine tafika hata jioni hata hajanywa maji. Tulikuwa tunaongea na mmoja akasema kwamba mimi huwa nakunywa maji hata baada ya miezi 3 sisikii kiu. Nikamwambia, wewe siku ugonjwa ukikupiga utaanguka tu moja kwa moja, alafu atasema umerogwa. Kumbe huo ndio mwenyewe umejiroga. Kwa hiyo sheria ya 3 ni maji. Maji yanahitajika tunywe gilasi 8 kwa siku. Na kwa kuwa maji ni uhai, basi maji yanatusaidia sana katika maisha yetu ili tuwe na afya nzuri. Katika hicho kitabu cha Yohana 4 fungu la 14 inasemaje? Yohana 4 fungu la 14. Yohana 4 fungu la 14. Kolendo ndebwenzi oyo oranywa mate alianda moenje da koranga no nyangake kulenda mate ali ndanyale komoa nabe ime yaye ensoko ya mate agosoka na komobo gimabwa kale na kale. Yeyote atakaye kunywa maji ambayo Yesu ameyatoa atakuwa na uzima, basi atakuwa na uzima wa milele. Uzima wa milele. Yesu alikuwa anaongea na yule mwanamke pale kwenye kisima, alipomwambia nisaidie maji ninywe. Akamwambia nitakupaje maji ya kunywa na wewe ni Msamaria? Na wewe ni Myahudi. Wasamaria na Wayahudi walikuwa wewewani. Ndipo akasema, mimi nitakapokupa maji yangu hutarudi kwenye kisima hiki kuchota maji, kwa sababu mimi ndiye niliye na chemichemi ya uzima. Maji katika miili yetu karibu tunahitajika miili yetu ili tuwe na maji ya kutosha. Karibu tunakuwa na gilasi 40,000 kwa mwili wa mwanadamu. Lakini tunakunywa maji kidogo kidogo. Ndio maana mara nyingi tunakuwa na shida, kwa sababu hatunywi maji ya kutosha. Na maji yanatoka kwako. Hii ni lazima. Maji yatoke kwako gilasi 10 ambayo itabidi yatoke. Uwe unakunywa maji, uwe haunywi maji, gilasi 10 mpaka yatoke kwako. Kila siku kuanzia asubuhi, masaa 24 kwa siku nzima. Siku nzima ina masaa 24. Masaa 24 lazima gilasi 10 zitatoka, ama gilasi 10 na zaidi. Zinatoka namna gani? Sasa naanza kukueleza. Hizo gilasi 10 zinapotoka, ina maana kwamba figo zinatoa nje gilasi 5.5. Gilasi 5.5 kwa njia ya mkojo. Kila siku unapokojoa, unapokwenda haja ndogo, jaribu kupima, fanya research, utakuta kwamba mkojo wako ambao unaukojoa kila siku ni gilasi 5.5. Hauzidi, haupungui. Lazima kuanzia masaa 24 utakuwa umekojoa gilasi 5.5. Hiyo gilasi 5 imeshakwenda. Wewe umelikunywa maji ama ukunywa, si lazima wewe tunakwenda haja ndogo, basi lazima ziwe zimeenda. Hizo zimeenda kabisa. Haya. Halafu mapafu haya yetu, tunapozungumzia mapafu, ina maana kwamba unapopumua, sasa hivi tunapumua, tuna mapafu hapa. Unakuta kwamba yale mapafu yanainuka na kuinuka. Yanapoinuka hivi, hewa inapita kutoka kwenye air sacs. Ndio maana unapumua vizuri. Unapopumua, maji lazima yafanye kazi ili kusudi haya mapafu yaweze kuwa na nafasi ya kupumua. Unapopumua, kupumua kwa siku nzima, masaa 24 yanachukua maji yanayotosha gilasi 2
Zimekwenda ngapi? Zimekwenda ngapi? 7.5. Haya, ngozi hupoteza bilauri 2 wakati tunapokuwa tunafanya kazi. Nguo pengine watoka jasho, mwingine wakuta pengine umebeba mzigo fulani, jasho inakutoka, ama hao wanaopiga kokoto au nakuta anapiga labda kazi yoyote unayofanya, jasho lako halivuki glasi 2. Hapo ndio mwisho. Glasi 2 kwa ajili ya jasho. Zimefika ngapi? Haya, katika kuyeyusha chakula tunapokula, sasa hivi tulikula mchana, tumekula mchana, chakula hicho ili ukiingia katika tumbo, kutoka kwenye tumbo, alafu kikiwa hapa kwenye tumbo linafanya kazi, chakula ulichokula kinaanza kugawanyika. Wewe unaenda kujenga mwili, wewe unaenda kuipa nguvu, wewe unakwenda kwenye vitamin, wewe unafanya zina chakula ambacho umekula sasa hivi cha mchana kinabaguliwa, alafu kinabaki chakula ambacho kinakuwa rejected, ambacho hakina kazi kwenye mwili, kinachukuliwa kutoka sehemu hiyo mpaka sehemu ya kungojea kwenda haja kubwa. Hiyo kazi ya kufanya hiyo kazi inachukua nusu gilasi. Zimefika ngapi? Kwa siku lazima hivyo vitendeke. Uwe unakunywa uwe haunywi, lazima hivyo vitendeke. Kwa hiyo unakuta kwamba tunaumia kwa kutokufahamu, kwa sababu hatufahamu kwamba kitu gani tunahitaji tufanye. Kwa hiyo tunapokunywa gilasi 8 kwa siku, zinaongeza zile gilasi ambazo ziko kwenye mwili wetu ili kusudi tuwe na afya nzuri. Na tunapopunguza, ndio maana ugonjwa unapokupata unakuwa dhaifu zaidi. Ukienda kuzilipia hospitali, hiyo gilasi 2, hicho chupa moja ni shilingi ngapi ukilipizwa? Ambao umeshawahi kwenda hospitali, chupa moja ni shilingi ngapi ukienda kulipishwa hospitali? Haujui. Inategemea na hospitali. Mimi nilipojaribu kufanya uchunguzi nikaona kwamba ikiwa utalipishwa maji kwa bei ya kawaida ni shilingi 500 ama 600 kwa chupa. Alafu wale walioshughulika kukutibu na kukuwekea maji nao wanachukua balance yao shilingi 300. Wanao wanachukua 300. Zinakuwa ngapi? Zinakuwa 900 ama 800. Kati ya hiyo zitakwenda hivyo. Kwa hiyo ukiongeza chupa moja, hakikisha kwamba hizo pesa zimeenda ni glasi 2 tu. Badala ungekunywa maji hapa, hata kama ugonjwa utakupata, wakikupima maji wanakuta una maji, wakutibu tu magonjwa mengine, kitu kilichokupata, lakini sio maji, usiongezwe maji. Basi maji ni kitu cha thamani sana ikiwa tutatumia glasi 8. Lakini tuna njia zingine pia ambazo tunaweza kujitibu maji. Tunaweza tukajitibu kwa ajili ya maji. Kwa mfano, ugonjwa wa ulcers. Najua kuna wengi ambao wana ugonjwa wa ulcers. Ulcers ni vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo. Tuna ugonjwa wa kansa ambapo ndipo imeanza, umepimwa kukuta kwamba una kansa, ndio inaanza. Bado iko kwenye stage 1 ambayo iko ndani ya mwili, sio ile ya nje. Mimi nazungumzia ile ya ndani ya mwili. Pia unaweza ukatibu ugonjwa wa kichwa. Kwa sasa ngoja niwape formula. Wanaoandika muandike. Niliwaambia tangu jana kwamba unapokuja kwenye kipindi hiki, njoo na kalamu uandike, kwa sababu hakuna mahali pengine utayapata isipokuwa kwenye hii crusade. Utakuwa kwenye crusade hii, labda ungoje nyingine tena. Haya, sasa naanza kuwapa formula. Ukiwa na ugonjwa wa kansa yeyote ambaye itakuwa imekupata, utatumia miezi 3 ukinywa maji, na baada ya miezi 3 utakuwa umepona. Hiyo ni research nimefanya, nimehakika, nimechukua mtu aina hiyo. Ninawapa formula ambayo nina hakika nayo, si kwamba ya kufikiria. Utafanya namna gani? Utakunywa glasi 12 kwa siku. 12 utakunywa namna gani? Hizi ni za tiba ninazowapa, si zile za kawaida. Za kawaida ni 8. Sasa nakupa tiba ambayo unaweza kujitibu mwenyewe kwa ajili ya maji. Asubuhi unapoamka asubuhi, unakunywa glasi 4. Unakunywa glasi 4 za maji. Kwa kuwa hujazoea kunywa maji, unapoanza kunywa glasi 4 unajisikia kama unataka kutapika, lakini hutatapika, ila unajisikia kichefu.
unajisikia ni utapike, lakini hutatapika, unajisikia vibaya kwa sababu ndio umeanza siku ya kwanza, siku ya pili ukiingia, siku ya tatu utakuwa umeanza kuzoea. Kwa hiyo fanya siku hizo. Sasa unafanya hivi, asubuhi unakunywa glasi 4 unapoamka. Ikifika saa 3, hii ni formula. Ikifika saa 3 kunywa glasi 2. Zimefika ngapi? 6, tuko pamoja. Ikifika saa 6 glasi 2. Zimefika ngapi? 8. Zimefika 8. Ikifika saa 9 glasi 2. Zimefika ngapi? Ikifika saa 12 glasi 2. Zimefika ngapi? 12. Fanya utaratibu huo. Ikiwa unataka kujitibu, huo ni ugonjwa wa kansa, utatumia muda wa miezi 3. Ukikosea siku moja, usahau, futa, anza upya. Ukisahau, kwa mfano ulikuwa unywe saa 7, ulikuwa unywe saa 6, lakini kao ukashtukia imefika saa 7, ukasema maji yangu nimesahau. Sasa siku ambazo ulikuwa umepita, hata kama ulikuwa umebaki na siku kichache, anza upya. Hiyo cancel. Inabidi uwe mwangalifu. Sasa inabidi utembee na maji yako ukiwa kwa tiba. Ukiwa na shida ya kichwa kinauma kila saa, mara kwa mara unasikia kichwa kinauma kabisa, wewe kichwa chako hakiishi. Kichwa si ugonjwa, ila ni ugonjwa. Kichwa ni sign ya kuonyesha kwamba katika mwili wako kuna mahali pana shida. Ni sawasawa na kile kitu ambacho wao kinavimba hapa. Mnafahamu sisi mnakitaja kwa Kisii? Mtu akiwa na kidonda kuna kitu wao kinavimba hapa. Ekebera hatuwezi kuja tu bila kidonda. Basi ni na sign ya kichwa ni kuonyesha kwamba kuna mahali fulani kwenye mwili wako kuna shida. Ndio maana tunaugua kichwa. Kichwa si ugonjwa. Hiyo ni sign ya kuonyesha kwamba katika mwili kuna shida mahali. Basi nakupa dawa. Tumia maji. Sasa haya ni tofauti na ile ya 4. Chukua maji ya kunywa ambayo umechemshwa. Katika maji haya, hebu niingie vizuri, msije mnikawaacha hivyo. Katika maji haya tunayozungumzia ya kunywa ni yale maji ambayo umechemsha. Sio maji ambayo umeweka chlorine. Sio maji ambayo umeweka water guard. Sio maji ambayo umeweka pool. Sio maji ambayo hujui jinsi yalivyotengenezwa. Yaandae mwenyewe, chukua mtoni, chemsha, yaweke special kwa ajili ya kunywa. Hapo hilo somo ni pana kabisa. Kwa nini nawazuia msiende huko? Ukiweka water guard, ukiweka chlorine ambazo zimeletwa katika visima vyetu hapa kwenda ndio vimeletwa. Ikiwa utatumia hivyo utakuwa umejiua mwenyewe. Kuna siku nitachukua nafasi nieleze kwa upana. Ngoja nikupe tu kwa ufupi kwa sababu muda wangu ni mfupi. Hizo ni chemical. Hizo chemical ambazo zimewekwa, tunadanganywa na nchi. Tukiambiwa kwamba badala ya kuchemsha, tumia chlorine, tumia water guard, tumia cool na madawa mengine ambayo wameweka. Jaribu kufanya research hata wewe mwenyewe tangu sasa hivi. Chukua yale maji, wanasema kwamba ukiweka chlorine zimewekwa kwa njia fulani, ukiminya kidogo hivi tone moja linatoka ndani, na hiyo tone linatoshana na maji ya lita 20. Si ndivyo mnavyoambiwa? Ama hamjaambiwa hivyo? Hizi chlorine zimeletwa kwenye visima. Mnapoweka zimewekwa, kuna kadude ukifinya hivi tone linatoka. Mnaambiwa maji ya kiasi gani? Ama nimeleta somo geni? Si nyinyi ndio naongea na nyinyi. Hamtumii sana, lakini kuna ambao wanatumia. Kiasi chake unaambiwa kwamba utumie lita 20 kwa tone moja. Na wanasema kwamba hilo tone moja linafanya kazi mbili. Moja, inaua wale wadudu ikiwa maji yana wadudu. Namba 2, yanafanya yale maji yawe salama, yawe hata kama yalikuwa ni machafu yatakuwa yawe safi. Mmeshafanya research mkakuta ukiweka hiyo chlorine maji yanakuwa safi. Yanakuwa safi.
yanajichunga, uchafu unakwenda sehemu alafu yanakuwa. Je, mmeshafanya research mkakuta kwamba inaua wadudu? Wadudu unapoweka wale wadudu wanalewa, alafu baadaye wanapata nguvu, wanaamka, wanafanya kazi. Na kusudi la hiyo ni kwamba mlio na simu hizi kubwa kubwa, ndio mnaweza mkagoogle kuonyesha, uulize nchi inauliza, useme kwamba Vision 2030 inasemaje, utakuta wameorozesha hivyo vitu. 2030 wanataka watu wao wamekuwa reduce, na hakuna mtoto ama msichana ama kijana ambaye atazaa watoto zaidi ya wawili, mwisho wawili kurudi chini. Na isitoshe watu wao wamekuwa wachache kulingana na kwamba nchi watu wamekuwa wengi. Marais wetu wameshindwa kupata kuwasaidia. Kwa hiyo wanapoomba msaada kule wanasema sasa kitu cha maana tukupe njia ya kureduce watu wapungue kidogo, lakini hawafi haraka, watakuwa polepole. Hiyo ni njia mojawapo, hayo maji. Ndio maana imeletwa bure. Water guard tulikuwa tunanunua shilingi 10. Pool tulikuwa tunanunua shilingi 10. Wakaona kwamba kuna wengine maskini hawawezi wakanunua hiyo. Ngoja tulete ya bure tuweke huko. Kwa hiyo usitumie hiyo wakati wa kunywa maji wa kujitibu. Utakuwa umeongeza shida nyingine. Chukua maji yako, yachemshe, yaweke pale kwa ajili ya kunywa, anza kujitibu jinsi ninavyoeleza. Sasa nilikuwa nakwenda tatizo la kichwa. Kichwa utakuwa, ikiwa kichwa kinakuuma kila wakati, chukua maji. Kila baada ya dakika 10 utachukua, baada ya dakika 10 unakunywa gilasi moja. Tena dakika 10 gilasi moja. Kwa hiyo utakunywa gilasi 6 ambayo ni saa moja. Saa moja inakuwa na dakika 60. Kwa hiyo dakika 10 mpaka mara 6 ukinywa kwa siku nzima. Ikiwa tatizo lako ni la kichwa, tunaona kwamba kichwa kitakuwa kimekwisha. Walio na shida ya ulcer utaitibu muda wa siku 21. Ikiwa una ulcer sasa hivi, anza nikingali niko hapa, utanipa majibu. Bado nikingali hapa, ndio maana tumeingia kwenye hilo somo. Utafanya hivi: asubuhi gilasi 4, saa 3 gilasi 2, saa 6 gilasi 2, saa 9 gilasi 2, saa 12 gilasi 2. Muda wa siku 21, majuma matatu. Ulcer yako ambayo unayo itakuwa imekwisha, na kama itakuwa bado, basi itakuwa labda imeingia kiwango fulani. Nitafundisha siku moja ulcer yenyewe peke yake, niwaambie ni ulcer zipi hasa walio na kile kiungulia. Kiungulia mnahitaji wapi? Hasa ukiwa na kiungulia ambacho huwa kinachoma hapa, anza hata nendo katengeneze, uanze leo, nipe majibu, bado niko hapa. Sije ukasema ile alikwenda, bado niko hapa. Kwa hiyo maji ni dawa ambayo unaweza ukajitibu mwenyewe hata kabla. Lakini kuna maji ya kunywa ya kawaida ya gilasi 8, hiyo ni kawaida, na haya ya tiba ni gilasi 12. Kwa hiyo tofautisha, usije ukakomea 8 ukasema haya ya kutiba na haya mengine ambayo si ya tiba. Sasa ngoja niwape faida ya maji, jinsi maji yaliyo na faida yake katika maisha yetu, jinsi tulivyo. Maji yanafanya mifupa yetu inakuwa na nguvu zaidi hata wakati tunapokuwa katika mapumziko. Kwa hiyo maji yanafanya mishipa inakuwa na hali inayofaa kabisa, kwa sababu maji yanafanya kazi iwe nzuri ifaavyo. Na pia maji pia maji kwa kuwa ni 90% ambayo hufanya damu iweze kuzunguka vizuri katika miili yetu. Mtu anapoongezwa maji hospitalini, ina maana kwamba damu anayo lakini imekuwa nzito, maji yamekuwa machache.
Kwa hiyo inabidi achomwe sindano ili aongezwe maji kusudi ile damu iweze kufanya kazi ifaavyo. Maji ni muhimu kwa ajili ya kutengeneza mate ambayo tunaona tunazungumza, kwa sababu mate yanapokwisha kwenye mdomo wako huwezi ukazungumza, na tena mtu wa aina hiyo unaweza kumwona mdomo wake umekauka kabisa. Hiyo ni kuonyesha kwamba ana shida ya maji, na maji hayamo katika mwili wake inavyofaa. Na pia maji ndio yanatengeneza machozi. Ukiona mtu analia machozi yanatoka, hayo ni maji ndio yanafanya hayo ndio yanafanya awe na hiyo hali. Maji yanarekebisha joto la mwili. Unaweza ukaenda sehemu ambayo ina joto kali. Kwa mfano, ukitoka hapa uende sehemu, hapa kwetu tunakwenda hizi sehemu za Kademu, sehemu za Karachuonyo, sehemu ambazo kuna joto kali. Ukienda kwa sababu umekunywa maji ya kutosha, utajisikia tu uko vizuri, kwa sababu hapa kwetu kuna baridi. Utajisikia tu uko vizuri kwa sababu yale maji yaliyo katika mwili wako yanafanya lile joto lako linalingana na ile hali uliyoko. Kwa mfano, ukitoka hapa uende Mombasa kuna joto kali sana, lakini utajisikia utaumia muda wa siku chache, muda wa wiki moja labda, alafu baada ya wiki moja utaanza kuzoea, kwa sababu maji yaliyo katika mwili wako yanafanya kulingana na hali ya hewa mahali pa jinsi ulivyo. Na wale watu wa Mombasa wakija hapa Kisii kwetu kuna baridi, utakuta yale maji ambao wanayo katika mwili wao yatafanya yawe na joto ile la kawaida, ajisikie yuko vizuri pia, ingawaje atasikia baridi kwa muda mfupi, alafu atazoea. Hiyo ni kazi ya maji. Kwa hiyo maji ni dawa kubwa sana, ni kitu cha thamani sana ambacho ndiyo maana inaitwa uhai. Mtunza wakati, zikibaki dakika 10 unigongee kusudi niache nafasi ya kuuliza maswali. Haya, sheria hiyo ilikuwa sheria ya pili. Sheria ya tatu, zimebaki 10. Basi tutakuwa tunaendelea tu taratibu. Nataka nifundishe kitu ambacho kila mtu anakielewa, nisije nikakimbia mpaka hapa. Nani ana swali? Uliza tu nitasikia. Kuna mtu hata kama amefanya kazi ngumu atokwe na jasho, atakuwa na shida gani? Okay. Haya, ikiwa kuna mtu wa aina hiyo, basi ina maana kwamba mishipa yake ya mwili ina matatizo, aidha imezibika, haiwezi ikapitisha, kwa sababu jasho ni lazima itoke, kwa sababu jasho inatoka kwenye hii ngozi ya juu, kwenye vinyweleo, tunaita vinyweleo, ngozi ambayo kuna vinyoya katika mwili. Hivyo ndio lazima vinapokuwa tunapumua vizuri, na mtu huyu unakuta kwamba huwa anaoga vizuri na hana shida, lazima jasho litoke. Na kama hatoki jasho, basi utakuta hizo vimezibika, haziwezi zikafanya kazi vizuri. Hilo ni tatizo, inahitaji afanye uchunguzi ili kusudi mwili wake uwe kawaida jinsi inavyohitajika. Si vizuri aweza kufanya kazi tu bila kutoka jasho. Ina maana inatoka na zinabaki pale, na zinapobaki pale zinarudi ndani ya mwili, na hatimaye zinaleta matatizo fulani, ni uchafu. Kwa sababu tunapokuwa tukitembea hata hapa tuna vumbi. Sasa hizo vumbi kama zimeingia kwenye hizo nini, tunapooga tunaziacha ili ziwe na hali nzuri. Na kama yeye jasho halitoki, ina maana kwamba zinarudi pale na hatimaye zinaweza zikaleta matatizo mengine. Swali jingine? Asante mhubiri kwa mafundisho mzuri. Ningependa nijue, umesema ikiwa una kanza unywe maji glasi ngapi? 12 kwa muda wa miezi mitatu. 12 kwa siku. Kwa siku. Na je, kuna ugonjwa wa kuna kanza ya matumbo? Ndio. Kuna kanza ya matiti. Kuna kanza ya throat. Hiyo inaweza kutibu maji inaweza kutibu hayo magonjwa ya aina yoyote? Basi ndio, asante kwa kuuliza hilo swali. Ndio nimesema kwamba ikiwa ni kansa umekutwa iko kwenye stage 1,
lakini nilianzia hapo. Kansa yoyote ambayo iko kwenye stage 1 ambayo iko ndani, si ya nje. Hata ya nje inaweza ikatibiwa, lakini si kwa maji, kuna dawa yake. Hii ya nje aidha ni kidonda ama ni kitu gani. Stage 1 inaweza ikatibika na hayo maji muda wa miezi 3, ambaye nimemfanyia research. Alikuwa wa kwanza alikuwa na throat cancer, ambaye nilikaa naye muda wa miezi 3. Nilihakikisha kwamba anakunywa, ilibidi nimwatende ili kusudi asije akaharibu. Lakini baada ya miezi 3 nilipompeleka tukakuta kwamba hiyo kansa sasa imekwisha. Mtu mwingine alikuwa ni mama, alikuwa na kansa ya uzazi, kwenye nini cha uzazi. Yeye naye nilimwatende, nikawa naye kwa muda wa miezi 3. Ilikuwa ni stage 1. Alitumia maji, nilipompeleka kwenye kupimwa tukakuta naye ya kwake imekwisha. Kwa hiyo nina hakika na hilo na hilo. Swali jingine? Lakini iwe stage 1. Iwe stage 1. Swali jingine? Hakuna mwenye swali. Kwa hiyo kesho tunakwenda katika sheria ya 4. Kwa sababu naona wakati wetu umekwisha, tutaendelea ili tuone jinsi Mungu anavyohitaji tuweze kuzipata hizi sheria. Tutakapoenenda nazo sawa sawa inavyohitajika, ninaamini kwamba tutakuwa na afya nzuri, hata tunaweza tukajitibu tu wenyewe bila kuhangaika kutafuta tiba pande huku na huku. Mungu wetu aweze kutubariki. Tusimame ili tuweze kupata maombi.